Kanali mstaafu wa jeshi la Marekani asema Israeli itaangamizwa ikiwa itaishambulia tena Iran. Lawrence Wilkerson, kanali mstaafu wa jeshi la Marekani, ametahadharisha kuhusu hatua yoyote ya Israeli ya kuivuta Marekani katika vita na Iran na kusema kuwa Israeli inaelewa vyema kwamba itaangamizwa ikiwa itaishambulia Iran bila kusaidiwa na upande wowote. Kanali huyo mstaafu wa jeshi la Marekani ameeleza haya kwenye mahojiano yake na Jackson Hinkle, mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa nchini Marekani, kwenye kipindi cha television cha Legitimate Target. Majadiliano yao yalijikita kwenye sera za Rais Donald Trump, ikiwemo ajenda yake ya sera ya mambo ya nje. Kwenye mjadala huo wa television, kanali mstaafu wa jeshi la Marekani ameashiria vita vya siku 12 kati ya Israeli na Iran vilivyoanza Juni 13 mwaka huu na kusema Marekani iliingilia kati katika vita hivyo kwa kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran tarehe 22 Juni, yani siku mbili kabla ya kufikia makubaliano ya kusitisha vita kufuatia ombi la Israeli. Lawrence Wilkerson amesema kuwa Iran ilijibu mashambulizi ya Israeli dhidi ya ardhi yake kwa kuvurumisha makombora ndani ya Israeli na kukipiga kituo cha kijeshi cha Marekani huko Qatar. Kanali mstaafu wa jeshi la Marekani pia amesema idadi ya watu waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya Iran ilikuwa ndogo kwa sababu Teherani ilijiepusha kushambulia maeneo ya raia. Vilevile waziri wa vita wa utawala Kizayuni ametamka bayana kwamba utawala huu ambao umefanya jinai kubwa za kuchupa mpaka kwa muda wa miaka miwili kwenye ukanda wa Gaza hauwezi kuangamiza mahandaki na njia chini ya ardhi ya makundi ya mukawama yakiongozwa na Hamas. Televisheni ya Al Jazeera imemnukuu Israel Katz akisema hayo mbele ya naibu rais wa Marekani wakati akiwa safarini mjini Tel Aviv. Akizungumza na JD Vance, naibu rais wa Marekani Israel Katz, waziri wa vita wa utawala Kizayuni, amekiri kwamba zaidi ya 60% ya mahandaki na njia za chini ya ardhi ziko vile vile kama zamani huko Gaza na hazijaathiriwa na mashambulizi ya kikatili ya miaka miwili ya Israeli. Vyombo vya habari vya utawala Kizayuni vimekuwa vikitangaza mara kwa mara kwamba ni jambo lisilowezekana kuangamiza mahandaki ya makundi ya mukawama huko Gaza, kwani mtandao wa mahandaki na njia hizo za chini ya ardhi ni mkubwa na tata mno na Israeli haiwezi kabisa kukabiliana nao. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, hakuna uwezekano wowote wa kumaliza mahandaki huko Gaza na kwamba makundi ya mukawama yataendelea kutumia njia hizo tata mno za chini ya ardhi kwa ajili ya harakati zao za kuhama sehemu moja hadi nyingine na kwa ajili ya kuwashambulia Wazayuni. Vilevile hatua za utawala wa Kizayuni wa Israeli kutofungamana na usitishaji vita wa Gaza na kuendelea kuwaua watu wa ukanda huo mdogo kumeacha mustakabali wa amani katika eneo hilo kwenye hali tete na isiyoeleweka. Utawala wa Israeli ukiongozwa na Benjamin Netanyahu unaochukulia mpango wa Trump kuhusu Gaza kuwa ni hatua madhubuti ya kuhakikisha usalama wake wa muda mrefu, ambapo kupokonywa silaha kikamilifu kwa mukawama na kutorejea kwa vitisho vya kijeshi ni sharti la kuondoka taratibu kwa vikosi vya Israeli kutoka Gaza. Katika mkutano na waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House mnamo Septemba 29, 2015, Netanyahu alisisitiza kwamba Gaza inapaswa kuwa eneo lisilo na silaha na eneo la usalama la kudumu. Kinyume chake, Hamas haiuoni mpango huu kama mwisho wa ukaliaji mabavu, bali kama muendelezo wa sato ya utawala wa Israeli. Viongozi wa Hamas huko Doha na Istanbul, sambamba na kuashiria kutokuweko dhamana ya kuondoka kikamilifu jeshi la Israeli na nafasi finyu ya mamlaka ndani ya Palestina, wanaona hiyo ni fursa ya mazungumzo. Tofauti hizi chimbuko lake ni tajriba na uzoefu wa kihistoria, kama vile kushindwa kwa usitishaji mapigano wa 2023 na 2025 ambako kumegeuza usitishaji mapigano kuwa makubaliano yenye kulegalega. Ishara hizi zinazokinzana sio tu kwamba zinakwamisha maendeleo ya awamu ya pili ya mpango huo, bali pia zinaandaa mazingira ya mivutano mipya ambapo utawala Kizayuni unatumia vyombo vya habari na diplomasia kuhalalisha misimamo yake. Hatimaye usitishaji huo mapigano unaonekana kuwa muda na hatari zaidi. Visingizio sera ya daima ya utawala Kizayuni ya kuvunja amani. Moja nukta muhimu katika utekelezaji wa usitishaji vita Gaza ni visingizio vya mara kwa mara vya utawala wa Israeli kuhusiana na kukabidhiwa miili ya mateka wa Kizayuni. Kwa mujibu wa makubaliano ya awamu ya kwanza ya mpango wa Trump, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas inapaswa kurejesha miili ya mateka 28 waliokufa ifikapo Oktoba 13, 2025. Lakini 9 ilikabidhiwa na mingine iliyobaki ilifukiwa na magofu ya Gaza iliyoharibiwa. Hamas imetangaza kwamba inahitaji zana maalum kwa ajili ya kuchunguza vifusi vilivyosababishwa na mashambulizi ya Israeli, lakini utawala wa Israeli umetafsiri hilo kuwa ni kutotekeleza ahadi
na hivyo unakwepa kufungua kivuko cha Rafah kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Mbinu hii inayohalalishwa na Netanyahu kama hatua ya kujihami sio tu inakiuka makubaliano, lakini pia inazidisha mateso ya raia huko Gaza, ambapo Umoja wa Mataifa umeonya juu ya njaa inayoenea. Hamas pia inaishutumu Israeli kwa kutuma miili ya Wapalestina wasiohusiana au kufungua pingu mzunguko ambao unatatiza hali hiyo. Visingizio vya utawala wa Israeli vimejikita kwenye strategia yake ya kudumisha misimamo ya mazungumzo na kudhihirisha ukosefu wa dhati wa kujenga hali ya kuaminiana. Wakati familia za mateka wa Israeli zikiandamana mjini Tel Aviv, wakazi wa Gaza wanakabiliwa na mzozo wa kibinadamu. Migongano hii inageuza usitishaji mapigano kuwa mchezo wa kisiasa na kupunguza matumaini ya amani ya kudumu, kwani ucheleweshaji wowote husababisha uwezekano wa ukiukwaji wa makubaliano. Pili, kupokonya silaha mukawama, ndoto za alinacha za utawala wa Kizayuni. Changamoto kuipokonya silaha Hamas, kiini cha awamu ya pili ya mpango wa Trump, ni moja vikwazo kuu vya hakikisho la usitishaji vita wa Gaza katika muda wa kati. Netanyahu na Trump wanasisitiza juu ya uharibifu kamili wa miundombinu ya kijeshi ya Hamas, ikiwa ni pamoja na njia za chini na silaha, wakati Hamas inaliona hilo kuwa ni kuharibu na uharibifu wa itikadi na ideolojia ya mukawama. Wataalamu kama vile Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Umoja wa Ulaya wanaonya kwamba Hamas, ikiwa na maelfu ya wanachama wapya waliosajiliwa wakati wa vita, itakataa kupokonywa silaha bila hakikisho la kuundwa dola la Palestina. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.